Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Biblia inatoa onyo kali dhidi ya wachungaji, manabii na walimu wa uongo wanaopotosha kondoo wa Mungu. Yesu anasema, tujihadharini na manabii wa uongo wanaokuja kwa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 24 aya ya 11 inaonya kuwa manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya watu wengi. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura 14 aya ya 14 inasema, Mungu anasema manabii hao watatabiri uongo kwa jina lake, ingawa yeye hakuwatuma wala kuwapa maagizo. Ukisoma kitabu cha Petro pili sura ya 2 aya ya 1 inaeleza kuwa kutakuwa na walimu wa uongo watakaotia upotevu na kumkana Bwana aliyewanunua. Unaweza kuwatambua manabii na wachungaji wa uongo kwa matendo yao, tabia na maisha yao ya kila siku, kama yanaendana na neno la Mungu. Kwa sasa tukajikite kuziangalia sifa za wachungaji, walimu pamoja na manabii wa uongo. Sifa za wachungaji, manabii na walimu wa uongo wanatambuliwa kwa matendo yao mabaya. Yesu anaonya kuwa wachungaji, walimu pamoja na manabii wa uongo wataonekana kama kondoo kwa nje, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya 15 hadi 18 kinasema kuwa jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibaruti? Hivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Sifa ya pili ya manabii, walimu pamoja na wachungaji wa uongo, watawaharibu kondoo badala ya kuwalisha. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura 23 aya ya 1 hadi ya 2 inasema kuwa ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu, mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitawaweka juu yao wachungaji watakao walisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hawatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Sifa ya tatu ya manabii wa uongo pamoja na walimu wa uongo, wanaleta mafundisho ya kupotosha kwa siri. Wataingiza mafundisho ya uongo kwa siri ambayo yanakataa kweli ya Injili. Ukisoma kitabu cha Petro wa pili sura ya 2 aya ya 1 inasema kuwa, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu watakavyokuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Sifa ya 4 ya manabii wa uongo, walimu wa uongo pamoja na wachungaji wa uongo, wanatumia watu kwa tamaa ya fedha. Ukisoma kitabu cha Petro pili sura ya 2 aya ya 2 hadi ya 3 inasema kuwa wachungaji hawa wana tamaa ya fedha na wanawafanya watu bidhaa kwa maneno ya uongo, na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Sifa ya 5 ya manabii wa uongo, walimu pamoja na manabii, wanahubiri kwa ajili ya uongo na sio kwa ujumbe wa Mungu. Wanaongea uongo kwa jina la Bwana, hali Mungu hakuwatuma wala kusema nao. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 14 aya ya 14 inasema kuwa, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru,
wala sikusema nao. Wanawapeni unabii na maono ya uongo, na uaguzi na neno la ubatili na hada ya mioyo yao. Sifa nyingine ya manabii, walimu na wachungaji wa uongo, wanajipendekeza na kujivuna. Wachungaji hawa hujitafutia utukufu na hawamtafuti Kristo, bali wanajipendekeza wenyewe na kutafuta sifa za wanadamu. Ukisoma Wakorinto wa pili sura 11 aya 13 hadi 15 inasema kuwa, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Bali si neno kubwa, watumishi wake nao wanajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Sifa ya 7 ya wachungaji, manabii pamoja na walimu wa uongo, wanasababisha makanisa kufundisha mafundisho ya wanadamu. Wanafundisha amri za wanadamu, bali si neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Wakolosai 2 aya ya 8 inasema kuwa, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Sifa ya 8 ya manabii, wachungaji na walimu wa uongo, hufanya watu kusahau jina la Bwana. Wanaongoza watu katika uasi wa kuwafanya wasahau kweli ya Mungu. Ukisoma Yeremia sura ya 23 aya 27 inasema kuwa, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya bahari. Sifa nyingine ya manabii, walimu na wachungaji wa uongo, watajipatia walimu wa tamaa za masikio. Wachungaji hawa wanahubiri vitu ambavyo watu wanataka kusikia na sio kweli ya Mungu. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 3 hadi 4 inasema kuwa, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kukufuata nia zao wenyewe. Watajipatia walimu makundi kwa makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Biblia inatoa ushauri kupitia Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 3 inasema kuwa, wapenzi, msiziamini kila roho, bali mzijaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho ya Mungu, kila roho ikiliyo kwamba Yesu Kristo atakuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyokili Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Hizo ndizo sifa za manabii, walimu na wachungaji wa uongo, ambapo Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 3 inatuambia wachungaji hao na manabii pamoja na walimu wa uongo kwa sasa wapo duniani. Tujihadhari na mafundisho yao.